Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, na tunatoa somo jipya kabisa linaloitwa njia anazotumia Mungu kuzungumza na watu wake. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya siku hii. Bariki ujumbe wa neno lako, kila anaenda kusikiliza ukapate kubadilisha maisha yake. Libariki neno lako popote litakapofika ulimwenguni, likaguse maisha ya watu. Katika Yesu Kristo Mwokozi nimeomba, amen. Tuangalie njia ambazo Mungu anatumia kusema na maisha yetu. Cha kwanza, lazima uelewe kabisa Mungu ni roho, nao wanaomwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ana njia nyingi anazotumia kuzungumza, na kama Mungu ni roho, ni nafsi ya tatu, maanake ni Roho Mtakatifu, na tunaongozwa na lile neno la Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 inaposema, katika siku za mwisho Mwenyezi Mungu atamwaga roho wake juu ya wote wenye mwili. Vijana wataona maono na wazee wetu watapata kuota ndoto. Kwa hiyo njia ya kwanza kabisa kubwa Mungu anayoitumia kusema na watu, anatumia njia ya maono. Maono ni picha ambayo ya kitu ambacho ni cha mbele, ni picha iliyo hai ya kitu kinachokuja, picha inayoonyesha kitu kinachotokea wakati uliopo sasa au wakati wajao. Ni picha ya wazi hiyo. Maono Mungu anaitumia hiyo, na tumeshaiona katika Yoeli. Lakini unaweza ukaona hii njia ya maono Mungu anavyotumia kuzungumza nayo katika Matendo ya Mitume ile sura ya 10. Ukisoma mstari wa 1 mpaka wa 5, utaona jinsi kulikuwa na mtu anaitwa Kornelio pale, ambaye ni mkuu wa kikosi cha Kiitaliano, ambaye yeye Mungu alisema naye kupitia malaika kwa njia hiyo ya maono. Njia ambayo ni ya kwanza nimekwambia ni ya maono. Na unaweza ukaona jinsi Kornelio aliona maono muda wa saa 9, akiona waziwazi malaika akimtokea akimweleza ya kwamba sadaka zake zimemfikia Mungu pamoja na maombi, na zimekuwa ukumbusho mbele zake. Alikuwa hajaokoka, lakini alikuwa anatoa sadaka, anawapa watu. Kwa hiyo Mungu akaamua kumtokea kupitia malaika na kusema naye muda wa saa 9 za mchana. Haya yalikuwa ni maono. Lakini ukisoma katika Matendo ya Mitume ile sura ya 10 mstari ule wa 6 mpaka wa 10, utaona tena Mungu alitumia njia ya maono kuzungumza na Petro. Petro alipokuwa huko Yafa alipatwa na njaa mpaka akazimia. Alivyozimia, anasema akaona maono, chombo kimeshuka kutoka mbinguni. Katika kile chombo ni kama pazia, lakini kulikuwa na wanyama wa kila aina. Akasikia sauti ikimwambia Petro, amka ule. Akasema, Bwana, mimi siwezi kula kitu kilicho najisi. Yeye akamwambia kwamba kilichowekwa wakfu na Mungu huwezi kukiweka wewe, huwezi kukiita wewe najisi. Kwa hiyo njia ya kwanza kabisa ambayo ni kubwa kabisa Mungu anazungumza nayo ni njia ya maono, ni kuona picha za wazi. Na hii pia unaweza ukaona kabla hata hujalala. Unaweza ukawa wazi lakini ukaona picha ina. Kwa hiyo jua Mungu anazungumza na wewe. Hiyo ndiyo njia ya kwanza anayotumia. Lakini njia ya pili anayotumia kuzungumza, Mungu anazungumza kwa njia ya ndoto. Katika kile kitabu cha Ayubu sura ile ya 33 mstari wa 16 na wa 17, anasema, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani, ndipo Bwana huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao. Kwa hiyo kumbe kuna masikio ya ndani ambayo yanafunuliwa mtu akiwa amelala. Kwa hiyo kuna masikio ya nafsi ya mtu. Nafsi ya mtu ina masikio. Kwa hiyo akishalala, katika nafsi yake masikio ndio yanasikia vizuri kuliko akiwa hajalala, kwa sababu akiwa hajalala kuna kelele za huku ulimwenguni zinakuwa zinazuia jinsi Mungu anapozungumza. Kwa hiyo ukisoma
katika hilo neno utaona hiyo njia ya ndoto, na ndoto hizo Mungu anazungumza nazo kama njia ya pili. Kwa nini natumia ndoto? Unakuta labda wewe una mambo mengi unayafanyia kazi, au uko bize mno kwa mambo yako ya kila wakati. Kwa hiyo kuna mambo Mungu akikusemesha hautayatilia maanani au hautayaelewa. Kwa katika hizi njia mbili ni muhimu sana mtu ambaye umeokoka uweze kuzifahamu njia ambazo Mungu anatumia kusema na maisha yako. Ya kwanza nimesema ni kwa njia ya maono, ya pili ni kwa njia ya njozi. Na katika Habakuki ile sura ya pili mstari ule wa 2 mpaka wa 5 nasema mimi nitasimama nione jinsi nitakavyonisemesha. Bwana akasema iandike njozi, yani ndoto, ukaifanye kuwa wazi sana ili kila asomaye apate kufahamu. Kwa hiyo ni njia ya njozi. Kuna watu wengi wamekuwa wakiota ndoto wanapuuza, lakini Mungu anazungumza pia kupitia ndoto sana. Ukiangalia mtu kama Farao alivyoota ile ndoto, hebu niambie kama angesahau ile ndoto Farao, Mungu aliyomuonyesha ni kwamba kungetokea miaka 7 ya njaa kule Misri na ingemaliza watu wengi sana. Kwa hiyo inawezekana hata wewe unayetazama ukisikiliza, Mungu amekuwa akisema na wewe sana kupitia ndoto, lakini huenda umekuwa ukisahau au umekuwa unapuuzia. Katika Habakuki 2 anasema iandike ndoto. Kuna watu pia wanaziota hizi ndoto lakini hawaziandiki. Kwa hiyo ni vigumu sana kuelewa kitu Mungu anachosema. Na unaweza ukapitia pia hata maisha ya yule mtumishi wa Mungu Yusufu. Mungu alikuwa anazungumza naye kwa njia ya njozi. Alikuwa anaota njozi, nyota zinamwandama. Alikuwa anaota njozi, miganda ya ndugu zake inamsujudia. Alianza kuota hivyo. Mungu alikuwa anasema naye kwa ndoto. Sema yeye alichokosea ni kwamba aliwaambia ndugu zake watu wasio sahihi, wakajua tafsiri ya zile ndoto. Kwa hiyo sio kila ndoto unayoota ni ya kumweleza mtu. Jifunze kuficha ndoto zako, kwa sababu nyingine ni nzuri, na unapozisema tayari unafungua mlango wa nini, wa wewe kushambuliwa pia na roho ya uadui au ya chuki. Kwa Mungu akupe neema ya kutambua hizi njia mbili kuu ambazo anazungumza. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa mtazamaji na msikilizaji. Tunajua umesema utatufundisha na kutuelekeza katika Zaburi ya 32 mstari wa 8. Naomba umbariki huyu ambaye ananisikiliza. Naomba umfundishe, naomba umuelekeze katika jina na katika damu, katika jina na katika damu, katika Yesu na katika jina lake. Jina lipitalo majina yote. Amen.